kuna vijana wamekuja wameshakulipia fomu, wamejitambulisha kwamba ni vijana wa umoja wa bajaji pamoja na vijana wa bodaboda wa mji wa Tunduma. Wamelipia shilingi 500 kwa ajili ya kuchukua fomu. Wameshazipokea shilingi 500, lakini sikuwapa fomu sababu wao sio wagombea. Kwa hiyo nimekusubiri na umefika sasa, karibu. Mwenyezi Mungu ambaye ameniamsha siku hii ya leo tarehe 1 mwezi wa 7, nimefika katika ofisi za Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba kwa ajili ya kuchukua fomu ya kuendeleza pale nilipoishia, kwa maana ninagombea katika nafasi ya ubunge katika jimbo la Tunduma. Lakini la pili, niwashukuru sana vijana wa bodaboda pamoja na bajaji wa halmashauri ya mji wa Tunduma kwa kujitolea na kunilipia fomu hii. Niseme tu ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu, nilikuwa sifahamu jambo hili na wameniambia asubuhi. Kwa hiyo nikawaambia basi mimi mwenyewe nilikuwa nimejipanga kulipa, lakini kwa sababu ya upendo wenu basi nitafika. Na leo tarehe 1 ni mwanzo mpya. Ni mwanzo mpya na ni mwaka mpya wa fedha. Na ndio maana mimi nimekuja kuchukua siku hii ya tarehe 1 na nitarudisha fomu leo tarehe 1. Lakini sababu kubwa ambayo imenifanya nije kugombea, moja ni wito wa wananchi ambao wengi wameniambia kabisa, kwa kazi ulizozifanya tunaomba uendelee pale ulipoishia. Mimi siji kuwaambia wananchi na kwenda kufanya nini. Wananchi wameona nimefanya nini katika miaka 5. Magorofa kwenye mji wa Tunduma yanazungumza, vituo vya afya vinazungumza, tunaendelea na ujenzi wa barabara za lami, mikopo kwa makundi ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu inaonekana. Mapato tumepandisha kwa kiwango ambacho hakuna mtu alitarajia. Ndio maana unaona hata leo vijana wa bodaboda na bajaji wamekuja, kwa sababu tumewanyanyua maisha yao. Wameacha shughuli za zamani zisizo rasmi, sasa hivi wapo katika mifumo rasmi. Kwa hiyo nikipata nafasi kwa awamu nyingine, wananchi wategemee makubwa zaidi kuliko yale ambayo nimeyafanya katika kipindi hiki. Nina uzoefu katika uongozi, bado ni kijana, nina nguvu ya kufanya hii kazi na hakuna ubishi katika hilo. Kila mmoja anaamini. Wagombea ni wengi wanaendelea kujitokeza, lakini mshindi ni mmoja. Na Mungu ameshaandika, anajua nani atakuwa mbunge wa jimbo hili. Kwa hiyo tuendelee kuheshimu taratibu za chama. Wakati ukifika basi chama kitaamua, na atakayeteuliwa na chama ndio atakuwa atakayepeperusha bendera katika jimbo letu, na ndio atakayeleta ushindi wa Chama cha Mapinduzi, na ndio atakayewatumikia wananchi wa jimbo la Tunduma. Asanteni sana.